Leo nataka nikuonyeshe faida ya utumishi, faida ya kutumika nyumbani mwa Bwana, faida ya kutumika kwenye ufalme. Kwa kuwa tuliona jinsi ambavyo wafanyakazi wanaweza kupata mishahara, wakapata kiinua mgongo, wakapata zawadi mbalimbali katika utumishi wao, hata kwa Mungu kuna faida zake. Nataka nikwambie, yaani Mungu yuko hapa na amekusudia kuzungumza na watu fulani, na hao watu fulani ni wewe. Sasa faida au matokeo ya kutumika kwenye madhabahu. Hivyo unajua kuna faida. Uliwahi kuwaza? Fikiria umepewa kusimamia eneo fulani. Wewe ni mzee wa kanisa. Wewe ni shemasi. Umepewa, wewe ni kiongozi wa idara. Kitu cha ajabu ambacho kinamshangaza Mungu na wanadamu leo, tangu umepewa kusimamia hiyo idara mpaka unamaliza, hata hatujui ulifanya nini. Tena mpaka wamama au wababa wanasema haleluya, bora tu muda wake umeishi. Umewahi kuona hiyo? Uzuri huko hajawahi tokea. Wale viongozi wa huku wameweza kufanya mambo makubwa mpaka wanatamani warudi wasimamie tena au waendelee. Lakini fikiri umekuwa shemasi, hujaacha alama. Umekuwa mzee wa kanisa kwa miaka 3-4 leo. Mpaka uzee wako naambiwa sasa pumzika, tunateua wazee wapya. Nini umekifanya kwa muda huo? Si kwa ajili ya kanisa tu, kwa ajili yako wewe na ufalme. Nini umekifanya kwa hiyo position, kwa hiyo nafasi ambayo Mungu amekupa dhamana? Tunaelewana sasa? Fikiri tu. Nimesema idara na hivi. Na mimi nataka nikuhakikishie, si hapa tu, hata nyumbani kwako. Wewe mama, wewe baba, una nafasi ndogo nyumbani. Na mpaka leo watoto wanashangaa, baba hajasimama kwenye nafasi yake, mama hajasimama kwenye nafasi yake. Hujafanya basi kitu kikaonekana nyumbani, licha nyumbani mwa Bwana. Kwa hiyo hii vitu sio kama tunajifundisha tu kwa sababu ya ufalme wa Mungu hapa kanisani. Hapana, ni mpaka nyumbani. Mimi naomba familia yangu, yaani tutaondoka kwa duniani hatujaacha alama yoyote, hata kifamilia, kihuduma, wapi. Yaani sisi tunakuja tunaonekana umeondoka. Mtu mmoja akasema, itafika muda mtu anatolewa historia, amezaliwa akafa. Na sasa hiyo ana miaka 70. Amezaliwa miaka 70, ni kwamba hakuna kitu alichofanyaje? Alichokifanya. Ndio maana tunajifunza kuhusu ufalme, maana yake kuhusu mpaka manyumbani, kwenye kazi. Wewe hiyo kazi umepewa, hiyo biashara unaifanya. Hebu niambie, hiyo biashara toka mwaka juzi unauza karanga kwa mfano, mpaka mwaka huu wewe unauza tu karanga, hakuna maongezeko. Tatizo ni kwenye ufalme. Yaani umezaliwa katika Ukristo na umekufa, hakuna alama. Ulikuwa mzee wa kanisa, umezaliwa ndani ya uzee huo kwamba umepewa hiyo nafasi, umekuwa shemasi, umekuwa kwenye idara ya kina mama, idara ya kina baba, vijana, lakini ni kama umezaliwa ukafa. Hakuna kitu ambacho kinaonekana. Nataka utafakari hayo. Uone jinsi ambavyo sasa mbaya zaidi. Nitakupa maandiko tena tukule nisikilize. Nataka kuonyesha faida au matokeo ya utumishi. Ndio leo somo langu. Mbaya zaidi, tunakuja mbele za Mungu kwenye madhabahu, tunamdai Mungu vitu ambavyo sisi hatujawahi hata kuvifanya. Unadai uponyaji, unadai baraka, unadai kufunguliwa, unadai watoto wako wawe na akili, wafaulu, waende vyuo vikuu, wapate kazi nzuri. Sawa kabisa. Wewe umemfanyia nini Mungu ili afanye hicho unachotaka? Sasa leo nataka nikuonyeshe matokeo au faida katika utumishi. Mtu wa kwanza kumwangalia, tunasoma kwenye Mathayo 26, naomba mtu mmoja anisaidie hapo. Mathayo 26 mstari wa 6 hadi 13. Naye Yesu alipokuwepo Bethania. Bethania ndio huo mji ambao Lazaro kule alifufuliwa. Mkumbuke. Sasa alikuwa kwenye huo mji. Katika nyumba ya Simoni Mkoma. Kwa mtu mmoja anaitwa Simoni Mkoma, anaenda kidogo na uwezo yani. Yesu, yani ukisoma kwenye habari yote ya Yesu, hajawahi kwenda kwa mtu mnyonge. Ni tajiri. Kama msomaji wa Biblia, taja ameenda kwa mtu gani? Yeye anaenda kwenye sehemu hizo kwa hao watu walikuwa nazo na nini, anaenda kuwasikiliza. Kwa sababu anatamani watu wenye ufalme na wao wasiwe wanyonge. Ameacha kila kitu. Yeye akafanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Ndio kusudi la Yesu.
mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya thamani kubwa alimkaribia akaimimina kichwani kwake. Mwanamke mwenye kibweta cha marhamu, yaani tuseme kama perfume au nini jamani, mafuta fulani, alafu anasemaje? Ya thamani. Hebu eleza jirani yako, ya thamani. Alimkaribia akaimimina kichwani kwake alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukiwa, wakapata wivu. Wakasema, ni nini upotevu huu? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi kupewa maskini. Yesu akatambua akamwambia, mbona mnamtaabisha mwanamke? Ndio. Maana ni kazi njema aliyonitendea mimi. Ni kazi. Sasa sikiliza. Huyu mwanamke ile mafuta aliyomiminia Yesu anahesabu huyu amefanya kazi. Kwa maana siku zote nao maskini pamoja nani, lakini mimi hamnami siku zote. Maana kwa kunimwagia mwili wangu marhamu hiyo, ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Sawa? Ami nawaambieni, kila patakapohubiriwa injili. Hiyo ndio pointi yangu. Sikilizeni wapendwa. Huyu mama amemwaga nini? Tuseme wote kwa sauti, tuko darasani. Ya mafuta ya thamani kubwa, Biblia inasema. Sawa? Alipomwaga, wanafunzi wakawa na nini? Na wivu. Wakasema, kwa nini singeuzwa kwa gharama ili tugawe hela kwa watu wahitaji au watu maskini? Kwa lugha fupi. Pointi ya mwisho anasema, rudia hapo sasa. Amin nawaambia, kwa kumwaga haya mafuta juu yangu, kila itakapohubiriwa injili, kama leo huyu mwanamke atajwe. Huyu mwanamke afanyeje? Kwa kitendo cha kumtumikia Bwana kwa kumwaga mafuta. Huyu mwanamke popote itakapohubiriwa injili. Na ndio maana tunahubiri mpaka leo, itahubiriwa Ulaya, itahubiriwa popote na itarudiwa. Atakuja tena mhubiri mwingine hapa atasema, atahubiriwa huyu mama Martha kwa kitendo alichokifanya. Halo? Amen. Nini tunafanya? Matokeo ya kufanyaje jamani? Ya kumtumikia Bwana. Mungu amemuinua. Narudia tena. Matokeo ya kumwaga haya mafuta juu ya Yesu, Mungu amemuinua huyu mama, jina lake litamkwe popote duniani kila inapoitwa leo. Kwenye Biblia imeandikwa. Wapendwa, leo tukimtumikia Mungu hatutaandikwa kwenye Biblia. Halo? Amen. Yaani leo ukija kwa kanisa kufanya usafi, umeenda huko uwani umefanya usafi, sijui umefanya nini kwa baba mchungaji, sijui umefanya nini kwa baba mchungaji, sawa. Leo hutaandikwa tena kwenye Biblia, imeshafungwa. Ila jina lako mbinguni litakuwa limeandikwa kwa kazi ulizofanya. Amen. Hautasaulika kwenye ufalme, hautasaulika. Huyu mama ameandikwa kwenye nyakati hizo, ikawa mfano wa kielelezo kwetu, faida au matokeo ya kufanya nini? Nimekwambia hivi, na leo sisi hatutaandikwa kwenye Biblia. Hata mimi jina langu hutaliona kwenye Biblia. Na wengine waliopita hutaliona, lakini nakwambia siku inakuja. Parapanda itakapolia, tutakapomlaki mawinguni, na siku tumeenda kwenye hukumu ya watakatifu. Maisha yetu na matendo yetu yakapimwa kwenye moto. Mpendwa, ndio tutaelewa hichi ninachokuambia leo. Jina lako litakapojitokeza pale, mpaka mnashangaa, ni ule bibi mama fulani. Juzi nilikuwa Mwanza. Tumeenda pale tumehubiri, tulikuwa tunafanya fundraising ile kanisa la mchungaji Mboke pale. Yaani Mungu ajabu, tulipata zaidi ya milioni 500. Alafu kanisa hilo ni la wanachuo. Yaani mpaka tulichanganyikiwa mpaka tukarudi nyumbani. Hakuna mtu ameweza kula kwa kumshukuru Mungu. Sasa hiyo sio pointi hata. Pointi ni hii, bibi mmoja, mama tu kama huyu hapa amefunga. Yaani sikumtazamia. Mama huyu kama huyu alivaa miwani hapo. Anauza pale kwenye chuo, anauza mboga za majani. Na washirika wanamjua na wanachuo wanamjua. Akasimama pale, amefanya tu akachomoa 500 yake, akasema jamani, mpaka watu kanisa likalia. Wakasema mama anauza mboga ile, akasema namtumikia Mungu, Mungu amenipa hii hela pamoja na mboga zangu ninazouza. Amen. Nikasema iko siku tunaenda pale mbinguni, hawa ndio watakuwa mashahidi. Amen. Mimi Joshua nimefanya nini? Na kuna kubarikiwa kote nimefanya nini? Mama kama huyu anauza mboga, ana chochote, lakini kwa kumpenda Mungu, kwa sababu kuna kazi ya ufalme inafanyika, amechomoa kile alicho nacho akampa Mungu. Wokovu sio kuja kukaa hapa. Wokovu sio dini.
Wokovu ni kutumikia yaliyo mapenzi ya Mungu, ulitumikia shauri la Bwana kabla tujaondoka. Mungu sisi ametupendelea tukaokolewa tukabaki hai. Liko kusudi. Kwa hicho unachokifanya, kwa kuamka kwako alfajiri, kwa kuchelewa kwako kwa kulala, kwa chochote unachokifanya, Mungu anakutegemea kwenye ufalme kwamba kuna kitu atakuja kutolea mfano pale atakapolia. Na mimi natamani hiyo ni mimi. Sijui wewe. Matokeo. Jina lake huyu mama likafanyaje? Likaandikwa na Yesu akasema lihubiriwe mpaka atakaporudi. Mpaka pale atakapolia mama atahubiriwa. Kwa kitendo cha mafuta. Sasa wewe mafuta tu. Kumwaga tu miguuni mwa Yesu, kumwaga kichwani mwa Yesu, kumwaga wapi? Wewe ni nini ambacho umeshindwa kukifanya? Mtu wa pili tutasoma kwenye Luka 8 mstari wa kwanza hadi wa 3. Luka 8 mstari wa kwanza hadi wa 3. Luka 8 mstari wa kwanza hadi wa 3. Yeye anasema ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji. Ukisoma haraka utakuwa unitendei haki. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji. Ndio. Akihubiri na kutangaza habari njema. Nani huyu jamani? Eti bibi, nani huyu alikuwa anapita kwenye vijiji akihubiri? Wote tuseme Yesu. Nataka tuelewane hapo kwa kweli. Ya ufalme wa Mungu, na wale tenashara walikuwa pamoja naye. Watu 12 walikuwa pamoja na nani? Yesu. Na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya, ndio, na magonjwa wakapona. Yaani acha tu. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalena aliyetokwa na pepo 7. Na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode, na Suzana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Pointi ni hiyo. Mwisho hapo. Sikiliza wapendwa. Hapa Yesu alikuwa anapita vijijini kuhubiri nini? Unajua msijifanye kama maandiko sio mjawahi kuyaona. Naona mnaiangalia tu. Mjawahi kuyasoma. Haya. Yesu alikuwa anapita kijijini. Yaani ni somo rahisi na kila mtu ataelewa, hata bibi ataelewa. Wewe nisikilize. Anapita wapi? Kijijini. Anahubiri injili. Jamani, ufalme wa Mungu umekaribia na hivi au ndio hivi. Anahubiri. Wako na wanafunzi wangapi? 10. Kakutana na wamama. Mwingine ana pepo 7. Yesu akafanyaje? Akamng'oa zile mapepo. Wengine sio walikuwa na mapepo wawili, wengine malaika walikuwa na wake wengi hapo. Lakini point ni hii. Walikuwa wale wamama baada ya kutolewa mapepo 7 wakaanza kuwahudumia na mali zao. Wakamhudumia nani na mali zao? Yesu. Pamoja na nani? Na wale wanafunzi. Yaani Yesu pamoja na wanafunzi, hawa mama wakawahudumia kwa mali zao. Semeni kwa sauti. Kwa mali zao. Hawa mama akawahudumia, wakamhudumia Yesu na wanafunzi 12. Hivi kuhudumia watu 13 unafikiri ni mchezo? Wamekuja nyumbani kwako kwanza wana furaha, pepo 7 ametoka kwa yule mama mmoja, mwingine si wawili, mwingine si wangapi, wana furaha kwamba wamefunguliwa. Kwa hiyo wakaanza kuchukua mwenye maziwa, mwenye mboga, jamani yule nguruwe achitwe, vyovyote itakavyokuwa. Na jaribu tu kuona hiyo picha namna alivyowahudumia, alipomhudumia Yesu akitembea kwenye vile vijiji pamoja na hao wanafunzi 12 na mali zao. Wewe hapo picha. Watumishi wa Mungu wanakuja wahudumie. Nasema mlangoni, ulikuwa unasemaje pastor? Siku hizi ndio unamuona pastor. Si uko hamna. Yaani mtu wa Mungu anaupendeza moyo wa Mungu, mchungaji amekuja nyumbani kwako, amekanyaga kwenye uwanja wako. Haujui amekuja kama malaika, haujui amekuja kama nani. Yaani wewe badala ya kuwa na ile mahangaiko basi ya kudanganya. Sasa hawa wakawahudumia Yesu na wanafunzi 12. Yesu anapita kijijini, wakawahudumia kwa mali zao. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, wamama hapa ukiwa na vitu sio kosa. Sio kosa.
Unaona kwa na vitu amehifadhi tu. Mara ameweka maziwa kwenye karachungu, ameweka kwenye nini, ameficha kitu gani kwenye pale kwenye friji, amefanya kwa wale wenye gani kwamba mgeni akitokea baba hata ajui. Kwa mama kwa kweli mimi huwa nawapongeza na Mungu awabariki. Wana moyo wa ajabu. Mtu anaweza kaja pale nyumbani yaani nikajikausha nikijua hali halisi ya nyumbani pakoje. Lakini sio mama. Kwani nawaambia mama atakazana tu hata anywe maji ya moto ndugu tu anywe tu. Hata kama ni rafiki anywe tu. Wanaacha baraka. Amen. Kwa mama ametusababishia wakati mwingine tubarikiwe kwa siku sisi kujua. Amen. Hiyo nawaeleza. Amen. Na kwa sababu ya mifano hai na ni kwa sababu pia na mimi najua jinsi mke wangu anapohangaika akiona wageni. Atulii. Yaani kwa mna kitu lakini anapamba sana. Yaani tatafutwa, ataangalia. Mpaka na mgeni anamwambia acha tu nitakunywa siku nyingine. Sio kwamba yaani ni hivi haipo, lakini kwa sababu ya mahangaiko ya yule mama ni tayari kama huyu mtumishi amepata. Yeah. Mpaka na mtumishi anasema acha tu mama nitakunywa siku nyingine. Kweli jamani Lakini ile mahangaiko tayari wewe mtu mnipeleze mama umeshatoa. Kabisa nikwambie. Sasa wakamhudumia Yesu kwa mali zao, kwa chochote alichokuwa nacho. Ngoja nikwambie. Hapa anasema hivi. Anasema Yohana mkewe Kuza, msimamizi wa nyumba ya watu wa nyumbani mwa Herode. Huyu mwanamke yeye ndo alikuwa msimamizi wa nyumba ya Herode. Kwa hiyo alikuwa mfanya kazi kwenye ile nyumba. Kwa kutumia mshahara wake, kwa kutumia pesa alikuwa anapata kwa Herode, akamhudumia nani? Kwa hiyo amefanya nini? Utumishi, katumika. Hivyo nataka kuniambia siku hiyo kweli Yesu amemsahau mama kama hao? Kwa nini wameandikwa sasa kama alikuwa amesahau? Sikiliza. Suzana naye alikuwepo pale. Na wengine waliokuwa watumhudumia kwa mali zao. Wanamhudumia Yesu. Yesu atakunywa maji. Kahawa kidogo kama ilikuwepo wakati huo. Maziwa kidogo kama ilikuwepo. Matunda kidogo. Yaani wanatafuta namna sasa. Okay, Yesu sasa hivi hadi nyumbani mwetu. Yesu yuko kwenye madhabahu. Unakujaje kumhudumia Yesu hapa? Hiyo ndio shughuli. Amen. Hiyo ndio kazi. Kwa nini sasa hivi mama mmesahau kuleta zile mayai? Ilikuwa zamani kuna mama mmoja jamani, kuna bibi yani na nimesema hivi. Kuna mwana kija kulia. Yaani huyo bibi mimi nishamkataga tiketi ya mbinguni siku nyingi. Si wadanganyi. Ni mama, ni mtoto yani ni mke wa babangu mkubwa. Huyu mama anampenda Mungu yuko mpaka haoni. Haoni mtu kabisa. Akisema huko anajua ni Joshua. Haoni ni mtu ana umri mkubwa, ni mama wale wakubwa. Fikiria ni mke wa kakake baba yangu mimi sasa una umri ule nao alafu ni fikiria ana umri gani huyu? Sasa huyu bibi alikuwa kija kanisani, hatu ana sadaka anakata mua. Anakuja na mua. Na inabidi nivuke barabara nikampokee, nimvushe barabara, aingie pale kanisani Betheli na mua wake. Alafu nikishamvusha tunasema lete mua wangu mimi ndo sadaka yangu. Abebe mwenyewe mpaka kanisani. Na hapa. Sasa siku nyingine ana mangalimua anakuja na mayai. Siku nyingine anarasha ile kichani kimoja cha chini. Siku nyingine anakuja na hela, akipewa hela anatunza, anatoa fungu la 10 na anatoa. Yaani mama ni mwaminifu, anampenda Mungu. Nimesema hivi, huyu hana akileta mbele yangu kule na mwambie tu Yesu, njia yangu ya kwenda motoni ni ipi? Kama nimekosea. Kabisa kwa sababu huyo bibi atanihukumu kwa mambo mengi ambayo nimeshindwa kuyafikia kuyafanya kwa uaminifu. Ndio maana natafuta kujifunza kufanya vizuri ili na mimi niwe ni sehemu ya ufalme. Watu hao watatuhukumu. Mimi nawaambia ukweli. Leo mama mko hapo yani umeshindwa kuleta mayai kanisani. Unaona mayai hayastahili kumtunza Yesu. Unakuja mikono mitupu. Ile ndizi tumeshindwa kupokea ishara na miujiza. Ndio maana unaweza kaangaika ukasikia mtu fulani leo amefungua kibanda fulani ya ishara na miujiza, unataka kwenda. Na kuambia wewe nenda tu. Hakuna kitakachotokea kwenye maisha yako. Hakuna kama usipopata haya. Haya ndio mambo ambayo nilijenga mimi. Na leo naweza kutoa ushuhuda mahali popote. Popote natoa ushuhuda. Kwa sababu ya maisha yako, kaulize pale Betheli, maisha yako yalikuwa choka mbaya. Yaani alikuwa mtu ambaye hafai. Ndani ya kanisa la Mungu. Sina chochote, sina hili wala lile. Sijapewa urithi na baba yangu mzazi yuko hai. Hajawahi kunipa hata 100. Lakini Mungu wa mbinguni akafanyika kwa baba. Akaachilia baada ya kujua kanuni na taratibu za kufanya. Kwa kile
chochote tulichokuwa nacho. Kumbe Mungu anafuatilia. Amekuona jana umekuja na mayai. Amekuona watoto wake sasa na huyo bibi. Yaani yuko wako serikalini. Wanafanya kazi za maana. Na niwaambia wale watoto wake, nyie mmepata hizi kazi za maana sio kwa sababu ya akili yenu wala kwenda chuo kwenu, ni huyo bibi. Mbegu ya huyo bibi Mungu ameikumbuka. Sasa leo kwa nini tunafanya tunapofanya? Mungu atake hela. Haone unakuja na mamilioni mpaka upate maliponi imejaa ndio uje nayo. Hicho ulichokuwa nacho. Ndio Mungu anaanza kushughulika na wewe hapo. Mbona unaenda saluni? Si vibaya. Lakini muangalia saluni na nyumbani mwa Bwana anaendaje? Na mtunzaji Yesu. Na kuonyesha faida na matokeo ya utumishi ambao jana tulijifunza. Jana tujaweza kwenda hivi kwa sababu nitamani leo tu nenda pole pole uelewe na kwa nini tunakuwa hivi tulivyo. Kwa nini kanisa la Mungu liongezeke? Kwa nini si maisha yetu yanabaki vile vile? Nani asipenda maisha mazuri wapendwa? Nani asipenda maisha mazuri? Sasa wewe mwaka jana 2024 ulikuwa unatoa sadaka 500, 2023 500. Nini? Hakuna changes, hamna mabadiliko. Kwa nini? Ina maana Mungu hajafanya maongezeko kwako, ama amefanya lakini wewe umegoma? Hatujui. Lakini tutajua wiki hii. Yaani kama wewe ubadiliki kila mwaka kwa hivyo kuna shida. Nyumbani kwako pale hata rangi hujapiga kuna shida. Kabisa nikwambie tuzungumzeni ule ukweli, kuna shida. Kuna hatua. Watoto ndio wanarudishwa nyumbani, kuna shida. Wewe maangaiko kila mwaka tu ada ya mtoto tu kwenda chuo kikuu. Hata nakwambia hivi na uzuri Mungu anafuatilia mpaka mikopo, anazuia. Mtoto wako anapewa mkopo lakini wajirani akapewa. Tuna kelele. Ndio nakueleza. Nimekutana na mama mmoja, akaniambia, "Wanatoa mkopo kwa upendeleo." Nikamwambia, "Mama, nani anatoa kwa upendeleo? Kwanza kuna wajui jina la mtu. Tuzungumzane leo kwenda hajui. Lakini kwa sababu ya sisi kufanya vibaya tu huku, yani hiyo cheni inaenda mpaka ikifika jina la mtoto wako inakuwa giza. Jamaa anaruka. From nowhere, yani bila kujua. Shida ni nini? Maisha yaliyokubali kuishi ndani ya Kristo hayaonyeshi mfano. Hayaonyeshi mabadiliko. Sisi ndio tungekuwa vichwa, watoto wetu ndio wangekuwa wanachaguliwa kwenye nafasi nzuri.